Ilikuwa leo tufurahi na kina mama, na tumefurahi kweli na kina mama tukiwa na moyo wa shukrani, lakini tumeunganishwa vile vile na kumbukumbu hiyo ambayo huwa inafanyika tarehe 4 mwezi wa 11 ya Mtakatifu Borromeo Carol, ambaye ndiye msimamizi wa kanisa zamani wa seminari yetu ndogo ya Itaga. Mtakatifu Carol Borromeo, kati ya mambo ambayo aliyafanya hilo, yeye akiwa na mjumba wake akiwa ni Papa Pio wa 5 mwenye alimfanya kardinali, lakini katika mkutano mkuu wa Trento wanaita miaka zaidi ya 500 iliyopita walipokaa, yeye ni mojawapo wa wale mababa ambao walisisitiza na wakapenda kabisa na wakataka kila jimbo liwe na seminari, na sio tu kuwa na seminari, lakini hizo seminari zifanye hiyo kazi. Na baadaye akataka kwenye seminari hizo waingizwe na watoto wa maskini ambao bahati mbaya akakosa pesa, akakosa fulani ambacho kinahitajika, hakuweza kuingia huko. Kumbe tunajivunia kabisa kwamba sisi seminari yetu hii ya Itaga imewekwa chini ya ulinzi wake huyo, ambaye ni kati ya wale ambao walisisitiza sana kwamba katika majimbo ziwepo seminari. Na sio hilo tu, nyinyi akina mama, na mshukuru Mama Tegete ambaye ametukumbusha hilo. Mimi nilikuwa sijui kwamba kumbe seminari zote sasa hivi Tanzania zimewekwa chini ya utegemezi wa kina mama. Umoja wa kina mama ndio umepewa wajibu huo wa kusaidia hizo seminari. Kumbe tuko tunafanya kile ambacho alikitaka huyo Mtakatifu Carol Borromeo, kukuza seminari, kusaidia seminari na kuwasaidia hawa ambao watakuja kuwa wachungaji. Na kwa kweli yeye alikuwa na sifa nyingine moja kubwa, ndio ya kujikatalia. Akaamua kutoa sadaka ili aweze kuwa mchungaji kwanza, kwa sababu yeye alipaswa awe mrithi katika familia yake baada ya kuwa baba yake amefariki. Lakini kwa vile alikuwa kijana mkubwa, ule urithi wa familia wakampatia yule kijana mkubwa. Lakini sasa yule kijana mkubwa baadaye akafariki. Alipofariki, anayefuata ni yeye, na yeye ataka kuwa mchungaji. Akasema hapana, mambo ya mali zote za familia na mambo ya sifa zote za familia na ziache. Akaamua aviache vyote hivyo, ndiye akaja kuwa baadaye padre, baadaye askofu, baadaye kardinali. Lakini tunasema ni ule moyo wa sadaka. Ni hicho ambacho mko mnakifanya. Napenda nirudie pamoja na shukrani ambazo nilikuwa nimezitoa tangu mwanzo, nizitoe tena sasa hivi kwamba mko mnajitoa sadaka, na niwaombe tuendelee kujitoa sadaka. Nasema hilo kwa sababu hizi seminari zetu tusipokuwa ni sisi wenyewe wa kuzitegemeza, wa kuzifanya ziwepo, tutakuishi. Zamani tulikuwa tunategemea kuishi ndio watusaidie kuziendesha seminari. Mpaka leo tunaomba kiasi fulani watutumia kile kidogo kilinganisha na zamani ilivyokuwa. Nimefurahi kusikia kwamba kile ambacho tumekitoa mwaka jana sasa tunazidi kwenda juu, na hivyo inakuwa ni kinyume na kule tulikuwa tunapata zaidi, sasa tunapata kidogo. Kumbe tuko tunafanya kitu ambacho kinakubalika, na inabidi tushukuru Mwenyezi Mungu kwa moyo huo wa majitoleo, ili kwamba kanisa hili na yote ambayo analifanya kanisa letu iwe ni sisi ambao tutajitegemeza, ni sisi ambao tutajifanya
ikue, na tuko tunalifanya. Mimi nimeshangaa hapa kwa ghafla tu nikawa nimeambiwa na mimi kwamba kuna kitu ambacho tulitaka tufanye, pamoja na kwamba tukiwe kwenye ratiba, lakini nafikiri vizuri tukifanya hizo ahadi zetu tulizozitoa mwaka jana kwamba tutajenga ukumbi na ukumbi wa seminari utawekwa chini au kwa heshima ya Askofu Mkuu mstaafu Paulo Luzoka, lakini tulikuwa bado tujaanza. Akasema kwa nini tuseme kitu chochote? Tukubaliana sema sawa, ni vizuri tuseme. Sasa uone watu wanavyoweza. Hicho ambacho mmekifanya leo kweli na chenyewe kinaonyesha wazi kabisa kwamba tunapoamua tunaweza kufanya mambo makubwa sana. Naombeni tuendelee na moyo huu na tujue kabisa kwamba tunaweza. Pamoja na kuwashukuru nyinyi, mimi nawashukuru wengine waliobaki nyumbani ambao na wao kwa vyote Baba Charles ametujulisha kwamba na yeye katika umoja wao huo wanafanya mambo mengi. Mimi nishalisema hilo sio kwenu tu na kwa wengine, kwamba ni wao ambao wote naungana pamoja, wanawapa nguvu, wanawatia moyo, wanawahimiza, wanawaambia fanyeni mnachoweza na sisi tutafanya pamoja na nyinyi. Wanakifanya katika maana ya hao wanaume. Naomba na wao tuwashangilie hata kama hapo ni familia hiyo. Sasa kuna familia ya mama pekee yake hapa, lakini tunapopeana majukumu kama hivi, tunasema chama hiki cha kina mama fanyeni hivi, mkafanya na mkawa na wengine ambao wanaunga mkono, mimi nasema na wao inabidi washukuru. Kumbe malizie tu kwa kusema kwamba nimefurahi, na ndio maana nikaamua leo niliwaambia wenzangu bwana, tukutane mara moja, tusiende kupumzika, maliza kubadilisha nguo turudi mara moja tukae tufanye mambo. Tufanye kile kilichotuleta hapo sio. Ukikosea hapo uko hapa. Ukitaka kumpiga msumari ukunjike, umewekea moto utatike bado una moto. Kumbe naona inawezekana kabisa. Mimi nawashukuru sana, asanteni sana kina mama nyote na wote tuliofika hapa, na tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kubariki hizo juhudi zetu. Leo tuliamua kuchagua misa ya Mama Bikira Maria, halafu mimi nikaamua nizungumzie imani. Mama Bikira Maria ni mfano pekee kwa imani, na nyinyi na kina mama naomba tumuombe Mama Bikira Maria huyu atuombee zaidi na zaidi, imani yetu ikue, na hiyo imani baadaye tuiweke katika matendo, katika maana kwamba tuishi katika kuonyesha hicho ambacho Mungu anataka tufanye. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.